السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بعد يكم حميدنا kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kupata fursa kama hii moja au mawili katika yale ambayo kwamba yanahusiana na ibada tukufu, ibada ya somo. Rehma na amani zimwendee Nabii Muhammad pamoja na ahli zake na masahaba wake na wote wenye kumfuata kwa kufanya mema mpaka siku ya Kiyama. Katika darasa yetu ya jana tulizungumzia maana ya saum na vile vile maana ya saum kilugha na vile vile maana ya saum kisheria, na tukazungumzia saum kama ibada ilivyokuwa katika umma zilizotangulia na mpaka kufaradhiwa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuwa ilifaradhishwa katika mwaka wa pili baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Tukaeleza saum ni kujizuia kwa nia ya ibada kutokamana na kula na kunywa na vile vitu ambavyo kwamba vina iharibu saumu ya mtu kutoka pale inapochomoza alfajiri ya kweli mpaka inapozama jua. Tulieleza dalili uwajibu wa saum, napatikana ushahidi kwa aya za saum ambazo kwamba zimekuja ndani ya sura Al-Baqara kuanzia aya 183 mpaka aya 185. Hizi aya zinazungumzia uwajibu wa saum. Aliposema Mola Subhanahu wa Ta'ala, enyi mlioamini mmefaradhishiwa kufunga kama vile walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na aya 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala kasema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Mwezi wa Qur'an ndiyo mwezi ambao kwamba ndani yake umeteremshwa Qur'ani kuwa ni mwongozo kwa watu, ni upambanuzi kwa watu. Basi yule ambao kwamba ataupata mwezi kama huo, basi awe ni mwenye kufunga. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kwamba inathibitisha uwajibu wa saum, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, buniya al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya mambo matano: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi Ramadhan. Hadithi imepokelewa na Imam Bukhari na vile vile imepokelewa na Imam Muslim na imepokelewa vile vile na Imam At-Tirmidhi. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza zile nguzo tano za Uislamu. Ya kwanza ni kushahadia ya kuwa hapana mola, au ni kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi kuwa hapana mola pasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na Muhammad ni mtume wake
na kusimamisha swala na kutoa zaka na kuhiji nyumba tukufu na kufunga mwezi wa Ramadhani. Vile vile na hadithi ambayo imepokelewa katika Majma' az-Zawaid, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Uislamu, mafhumu ya hadithi, Uislamu umejengwa ama nguzo zake ni juu ya mambo matatu. Yule ambaye kwamba atawacha moja katika hilo, basi anakuwa ni kafir, ambaye kwamba inakuwa halal damu yake. Akataja ya kwanza ni shahada, na ya pili akasema ni swala za faradhi, na ya tatu akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni saum ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo hii inatosha kuwa ni hoja thabiti. Maana leo kunatokea watu mbalimbali ambao kwamba wamefikia mpaka kusema ibada ya swala haipo, si faradhi. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba yamethibiti katika dini kwa ushahidi wa Qur'an na sunna na ijma ya umma kuwa saum ya Ramadhani ni saum ya faradhi, ambayo kwamba ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Yeyote ambaye kwamba ataikanusha nguzo kama hii, basi anakuwa ametoka katika Uislamu, amekuwa ni kafir. Sasa baada ya kujua hivyo, sasa inathibiti vipi au tutajua vipi kuwa tupo wakati wa Ramadhan umefika? Anasema inathibiti kuingia mwezi wa Ramadhani kwa mojawapo ya mambo mawili. Tutajua vipi kuwa Ramadhani imefika, ni mwezi ambao kwamba ni wajibu kwetu sisi kufunga? Asema kuthibiti kwa Ramadhani, kuthubutu kwa Ramadhani inatokea kwa mojawapo ya mambo mawili. Ya kwanza ni kukamilisha mwezi wa Shaaban, kuikamilisha mwezi wa Shaaban 30 yauman, siku 30. Tunajua kawaida mwezi unakuwa na siku 29 au siku 30. Kwa hivyo mojawapo ya njia za kujua kuwa Ramadhani imeingia, moja yake ni kukamilika mwezi wa Shaabani siku 30. Na njia ya pili ya kuingia kwa mwezi wa Ramadhan, ru'yatu hilalihi, ni kuandama mwezi. Inapokuwa usiku wa 29 katika mwezi wa Shaaban, basi huangaliwa mwezi. Ikiwa mwezi utakuwa ni wenye kuonekana, basi itahesabiwa kuwa ile Shaaban ni siku 29, kesho yake itakuwa ni Ramadhani. Kwa hivyo kuingia kwa Ramadhani kwa njia hizi mbili maalumu, kwanza ni kukamilisha Shaaban siku 30, au njia ya pili ni ikionekana usiku wa 29, ikionekana mwezi au hilal ya Ramadhan, basi inakuwa itahesabika kuwa Ramadhani imeingia. Ikiwa usiku wa 29 mwezi hautoandama, mwezi hautoonekana, basi hapo tunaambiwa ikiwa utakuwa umefichika au haujaonekana, basi tutatakiwa kukamilisha Shaaban siku 30. Na kauli ambayo kwamba ni yenye nguvu katika masala haya ya mwezi ni kuwa kila watu wa eneo wafuate muandamo wa kwao, na hii ndio imekuwa kauli ambayo kwamba wameafikiana vile vile makadhi wa Kenya kuwa katika mfungo wa Ramadhan utazingatiwa muandamo
kimaeneo. Kwa hivyo kwa kujua ni vipi Ramadhani inaingia inategemea njia hizo mbili. Njia ya kwanza ni kukamilisha mwezi wa Shaaban siku 30, na njia ya pili ni ikiwa mwezi utaonekana usiku wa 29 katika Shaaban. Basi yoyote ambaye kwamba atauona na afunge, na ikiwa utafichika kwenye nyinyi kulingana na muongozo wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiku wa 29 ukawa mwezi haukuonekana, basi utatakiwa kukamilisha Shaaban siku 30. Sasa sharti, tumeshajua kuwa saumu ya Ramadhani ni wajib kwa dalili za Qur'ani na Sunna. Tumeshajua vipi tunaingia katika Ramadhan kwa dalili ya Qur'ani na vile vile na Sunna. Dalili ya Qur'ani, aya zile za saum ndani ya Al-Baqara 185, na katika Sunna kuna hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kadha ambazo kwamba zimeashiria yale ambayo kwamba tumeyaeleza. Sasa tunakuja katika kuangalia sharti za kuswihi hii saumu. Sharti za kuswihi saumu, iwe ile saumu itakubalika, kuna masharti ambayo kwamba yanaangaliwa. Asema ya kwanza, Islam. Yule mwenye kufunga, au sharti ya kwanza ya kukubalika ibada ya saumu ni Uislamu. Yule mwenye kufunga au yatakuwa ni Muislamu. Pamoja na kuwa ni Muislamu, awe na akili timamu. Awe na akili timamu, awe ni mtu ambaye kwamba ni baligh, anaweza kupambanua mambo. Awe na akili timamu, awe ni baligh, kwa sababu ibada zote kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu ambao kwamba ni watoto hawajakuwa na uwajibu wa kutekeleza ibada, au watu ambao kwamba ni wenda wazimu. Anaweza kuwa mtu ako na miaka 20 amefikisha umri wa kubaligh, lakini ni mwenda wazimu, basi yeye hana wajibu wa kutekeleza ibada yoyote ile. Kwa hivyo sharti awe mtu ni Muislamu, awe ana akili zake timamu, awe ni baligh, amebaligh, na vile vile awe wanasema wanaqa'un min nawi haidhin, na huyu mwenye kufunga vile vile awe ni msafi. Na hii inahusiana na upande wa kina mama, yani awe ni msafi kutokamana na hedhi. Akiwa katika hedhi haruhusiwi kufunga, akiwa katika nifasi vile vile haruhusiwi kufunga. Kwa hivyo ni sharti awe msafi kutokamana na hedhi na vile vile kutokamana na nifasi, na iwe ile wakati ni wakati ambao kwamba ni munasib, wakati ambao kwamba anatakiwa kufunga. Kwa hivyo hizi ni sharti, awe mtu ni Muislamu, awe mtu ni baligh, awe na akili timamu, awe ni msafi kutokamana na hedhi na nifas. Huyu sasa ameshakamilisha zile sharti za kuswihi ile saumu yake. Na vile vile kuna sharti za kuwa ile saumu itakuwa ni wajibu, na ndio hiyo tumesema vile vile inakuja Islam na inakuja taklif, awe ni baligh, na inaingia nyingine awe ana uwezo wa kufunga. Awe ana uwezo ule wa kufunga. Tutakuja kuona ni kina nani ambao kwamba sheria imewapa udhuru. Awe ana uwezo wa kufunga, awe ako na afya,
ambayo kwamba ni afya yake iko sawa, na awe ni mkaazi au awe ni mwenyeji wa ile eneo. Hizi ni mambo ambayo kwamba sharti ambazo kwamba zinafanya ile saum inakuwa wajibu kwa mtu. Kwa hivyo tukikusanya yote ni kuwa awe Muislamu, awe na akili timamu, awe msafi kutokamana na hedhi na nifasi, ajue ule wakati unaofaa kufungwa, awe na uwezo wa kuweza kufunga, awe na afya nzuri, na awe ni mkazi, yani si msafiri. Ama kuna wale ambao kwamba sheria imewapa ruhusa, sheria imewapa ruhusa wasifunge, ni Waislamu, ni baligh, lakini kuna udhuru ambazo kwamba wako nazo, zile udhuru haziwaruhusu kufunga. Basi hao insha Allah tutakuja kuelezea. Kwa hivyo kwa kifupi, wajibu wa saum yajibu ala kulli muslimin mukallafin mutiqun lahu tahirin min alhaid wan nifas. Saum inakuwa ni wajibu kwa kila Muislamu mukallaf aliyebalege, mwenye akili timamu, mutiqun lahu, anayeweza kufunga na awe ni msafi kutokamana na hedhi na nifas. Katika darasa inayofuatia tutakuja kuzungumzia wale ambao kwamba wako na udhuru za kisheria ambazo kwamba zinawaruhusu wasifunge, ima siku chache katika Ramadhani ama Ramadhani yote. Tutakuja kueleza inshallah katika darasa ambayo kwamba inafuatia. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.